1 Samuel chapter 16 verses 1 down. Nisema Samueli wa kwanza 16. The Lord said to Samuel, "How long will you mourn for Saul, seeing I have rejected him from reigning over Israel? Fill your horn with oil. I will send you to Jesse the Bethlehemite, for I have provided for myself a king among his sons." Samuel said, "How can I go? If Saul hears it, he will kill me." And the Lord said, "Take an ephah with you and say, I have come to sacrifice to the Lord. And invite Jesse to the sacrifice. And I will show you what you shall do. And you shall anoint for me the one I name to you." And Samuel did what the Lord said and came to Bethlehem. And the elders of the town trembled at his coming and said, Have you come peaceably? And he said, "Peaceably I have come to sacrifice to the Lord. Consecrate yourselves and come with me to the sacrifice." And he consecrated Jesse and his sons and called them to the sacrifice. When they had come, he looked on Eliab, the eldest son, and said, "Surely the Lord anointed his before him." But the Lord said to Samuel, "Look not on his appearance or at the height of his stature, for I have rejected him. For the Lord sees not as man sees, for man looks on the outward appearance, but the Lord looks on the heart." Then Jesse called Abinadab and made him pass before Samuel. But Samuel said, "Neither has the Lord chosen this one." Then Jesse made Shammah pass. Samuel said, "Nor has the Lord chosen him." Jesse made 7 of his sons pass before Samuel. And Samuel said to Jesse, "The Lord has not chosen any of these." Then he said to Jesse, "Are all your sons here?" Jesse said, "There is yet the youngest. He is tending the sheep." Samuel said to Jesse, "Send for him, for we will not sit down to eat until he is here." Jesse sent and brought him. David had a healthy, reddish complexion and beautiful eyes, and was fine looking. The Lord said to Samuel, "Arise, anoint him. This is he." Then Samuel took the horn of oil and anointed David in the midst of his brothers. And the Spirit of the Lord came mightily upon David from that day forward. And Samuel arose and went to Ramah. Father, we thank you this morning. Baba, tukushukuru asubuhi ya leo. Receive all the glory. Pokea utukufu wote. God of Abraham, Mungu wa Abrahamu, God of Isaac, Mungu wa Isaka, God of Israel. Mungu wa Israeli. We love you this morning Tunakupenda asubuhi ya for the leo gift of life. kwa sababu ya zawadi We ya love uhai. you this morning Asubuhi ya for leo the work of the cross. asante kwa sababu ya We kazi ya love you this msalaba. morning Tunakupenda Bwana because your life is outstanding. kwa sababu maisha yako ni ya We kipekee. have no word to express, oh God, Hatuna maneno ya how we kuelezea feel about you. vile tunahisi kuhusu We wewe. glorify you. We Tunakutukuza. have read your word. Tumesoma neno lako. Speak to us in a special way. Nena nasi katika njia Using the speciali. language we understand. Tumia lugha ambayo And tutaelewa receive all the na glory. upokee utukufu In wote. Jesus' name we pray. Katika jina la Yesu Kristo Can we say tunaomba. amen? Amen. The month of November is a special month to us. Nilikuwa nasema kwamba mwezi wa 11 ni mwezi speciali sana kwetu. It is a month that we have like 3 things. Ni mwezi ambao tuko na vitu vitatu. The element number 1 that we get in the month of November Na jambo la kwanza ambalo tunaipata katika mwezi huu is what we call la retrospective. wanaelewa. Retrospective, it means you are looking back. Na maanisha kwamba unaangalia nyuma. In other terms, you can call it the side mirror of the vehicle.
Ya, wakati mwingine unaweza ita kioo cha So pembeni when cha you look gari. at your side mirror, it enables you to see behind what is behind you. Wakati ambao unaangalia kioo cha kando ya gari unaweza kusaidia kuona kile So ambacho kiko in nyuma. life, you don't just live. You know, sometimes we need to look behind. Ya, katika maisha hatuishi tu kuishi tu, lakini unaangalia pia So nyuma. when you look behind, Wakati unaangalia nyuma, it enables you to see where you are coming from, inakusaidia kuona kule ambako umetoka, the things you have been to, mambo ambayo umekuwa ukifanya, things you have done, things they have done to you, all those things. mambo ambayo yamefanyika kwako na yale ambayo umeyafanya. So November gives you that opportunity. Kwa hivyo mwezi wa 11 unakupatia ile And nafasi. this is the plan of God Na huu ndio mpango wa Mungu and the vision from God. na maono kutoka kwa He Mungu. gives us November Anatupatia mwezi wa so that we 11 can have that opportunity ndiposa tupate ile nafasi to look back, ya kuangalia nyuma, check into our lives, kuangalia maisha yetu, look into our steps. tuangalie katika hatua za miguu Where yetu. have you been? Ni wapi ambapo What tumekuwa have you done? na nini ambacho So tumetenda. all those things. Kwa hivyo mambo haya yote. Now, point number 2, Alafu jambo la pili, when you look back, wakati unaangalia there nyuma, are things that you are going to like kuna vitu ambavyo and there utapenda are things you are not going to like. na vitu ambavyo hutapenda. There are things that are going to make you feel bad. Kuna vitu ambavyo And there are itakuhuzunisha things that are going to make you maybe feel happy. na kuna zingine ambazo zitakufurahisha. Some people will treat you harshly. Wengine wataweza kutendea mabaya. The people you love, Watu ambao unawapenda they are going to do evil things to you. wanakufanyia mambo maovu. When you look back, you see those things. Kiangalia na uone yale mambo, And some things they are you yourself as a child of God. na mambo mengine yanakuhusu wewe mtoto wa You may Mungu. disappoint God Unaweza kuwa umemwaibisha in Mungu one way or katika another. njia moja ama So nyingine. when you look back, Wakati unaangalia you nyuma, see your footprints. unaona hatua ya miguu yako. So now you can like whatever you did, Basi waweza penda matendo yako, or you can dislike whatever you did. ama pia waweza kosa kupenda mambo ambayo uliyafanya. So it gives you that opportunity to look into those things. Kwa hivyo inakupatia nafasi ya kuangalia haya And then mambo. point number 3, Alafu jambo la tatu, it gives you also the opportunity to make amendment. inakupatia nafasi ya kurekebisha. When you look into your life, Wakati unaangalia maisha yako, whatever you did, chochote ambacho ulifanya, I normally do call it footsteps in the sand of time. watu wengine wanaita kwamba nyayo katika mchanga wa nafasi So as wa you maisha. continue walking, Wakati unaendelea na maisha, you leave footprints. unaacha nyayo nyuma, They are behind you. ziko nyuma yako. Life is like a journey. Maisha ni kama safari, That journey in the sand. na ile safari ni kama kwenye mchanga. So as you walk, Kwa hivyo vile you unatembea, leave your footprints. unaacha nyayo zako. That's why every person, Ndio sababu kila mtu before you die, kabla ufe, God will give you the opportunity Mungu atakupatia to nafasi look back into your life. ya kuangalia maisha The yako, things you did, mambo ambayo are uliyafanya. they good Je, ni mambo or mazuri they are not good? ama mambo mabaya? One day, Siku moja there is somebody called Pharaoh. kuna mtu ambaye anaitwa Farao. Pharaoh was received by Jacob Farao akapokewa na Yakobo when Jacob went to live in Egypt. wakati Yakobo alienda kukaa pale Misri. So Joseph brought Pharaoh to greet his father. Yusufu akamleta Farao kusalimia babake, He entered the house, na akaingia katika nyumba, he saw Israel, akaona Israeli and he greeted Pharaoh. na akamsalimia So Farao. they started talking. Kwa hivyo wakaanza mazungumzo, And Pharaoh asked Israel, na Farao akamuuliza Israeli, how old are you? miaka yako ni mingapi? And then Israel explained. Alafu Israeli akamwelezea, He said, my years, anasema miaka yangu they have not attained those of my fathers. haijafikia kiwango cha miaka ya mababa zetu, Even though I'm already old, japokuwa nimezeeka tayari, but I'm still younger than my fathers. lakini ni ngali mchanga ukilinganisha na umri wa baba zetu. But my early years Lakini miaka yangu ya awali have been evil. yamekuwa maovu, They have not been good. hayajakuwa ya kupendeza, They have been disappointing. yamekuwa ya kuaibisha. I can't be proud for those years. Siwezi jivunia ile miaka. Hallelujah. Praise the Lord. So he could look into his life Kwa hivyo angeangalia maisha yake and see things na aone mambo that could make him proud ambayo yangemfurahisha and things that could disappoint na him. mengine yanamwaibisha. So in this life, Sasa katika maisha the haya Bible says, Biblia inasema if you judge yourself, kama utajihukumu, God will not judge you. Mungu hata If you kuhukumu. don't judge yourself, Kama hautajihukumu, God will judge you. Mungu basi atakuhukumu. John chapter 3:17. Yohana sura ya 3 mstari wa 17. For God did not send his son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through him. 18. 18. Look at this.
whoever believes in him is not condemned. So if you believe in him, Kwa hivyo ukiamini ndani how yake, do you believe? unaamini vipi? You believe when you judge yourself. Unaamini wakati ambao You unajihukumu, believe when you look at yourself. wakati unaangalia maisha You yako, believe when you accept that you are a sinner. na wakati ambao unajua kwamba wewe ni mtenda dhambi. You believe Unaamini when you look at yourself. wakati unajiangalia, And then you recognize yourself as a sinner. alafu unajitambua kuwa mwenye dhambi. You cannot believe Huwezi kuamini if you don't judge yourself. kama utajihukumu. Kweli ama hapana? What is it to believe? Basi kuamini maana yake ni nini? To believe is to make a declaration Kuamini ni kufanya tangazo ama tamko that I'm a sinner. ya kwamba mimi ni mwenye dhambi. And then I come to you, Jesus. Alafu sasa nakuja kwako Yesu, Forgive my sins. nisamee dhambi zangu, I repent my na sins. mimi natubu dhambi zangu. That is what it entails. That's what is to believe. Hayo ndiyo mambo yanahusiana na katika kuamini. But whoever does not believe is condemned. Lakini yule ambaye hajaamini naye amehukumiwa. Already, why is he already condemned? Tayari amehukumiwa Because he has not believed in the name of the only Son of God. kwa sababu hajaliamini katika jina la mwana wa Mungu. So when you look back, Kwa hivyo wakati unaangalia you have nyuma, the opportunity uko na to nafasi judge yourself. ya kuweza You kujihukumu. can look into your life Naweza angalia maisha from yako January kuanzia mwezi wa kwanza until November. mpaka mwezi wa 11. How have I fared? Je, nimefanya mambo vipi? How did I live before Na God? nimeishi mbele za Mungu namna gani? Now, you look at the word of God. Basi unaangalia neno la You Mungu, look also at your life. unaangalia maisha yako, You can make amendment. na basi waweza fanya You marekebisho, can make reparation. unaweza fanya maandalizi, You finish your year in glory. alafu unamalizia mwaka kwa utukufu And you mwingi, start the coming year in glory. na unaanza mwaka ujao kwa utukufu. Now, the last thing, Sasa jambo la mwisho, November enables you to prepare for the coming year. sema kwamba mwezi wa 11 unakusaidia kujiandaa kwa ajili ya mwaka ujao. You don't enter the new year as a blind person. Hautaingia mwaka mpya kama kipofu. You enter the new year as somebody who knows where you are going. Unaingia mwaka mpya kama mtu ambaye anajua kule ambako anaelekea. When we talk about prayer, Wakati naongea kuhusu maombi, this is a powerful prayer. hii ni maombi ya nguvu sana. This is November prayer. Huu ni mwezi wa 11 na maombi yake. Don't show God that you are too busy for him. Sianze kuonyesha Mungu ya kwamba wewe uko na shughuli nyingi sana. If you try to show God Jaribu kuonyesha Mungu vile that you are too busy for him, ya kwamba shughuli unazo ni nyingi, the day you get into trouble, siku ambapo utaingia matatani, you will be in your own. basi utakuwa peke yako. Because as a prophet, Sawa, kama nabii we have spoken. tumeongea, We have shown the church tumeonyesha kanisa the way forward. njia ya kuelekea. This is November. Huu ni mwezi wa It's the 11, month of God. ni mwezi wake It Mungu, is a sacrifice. ni mwezi wa A kujitolea, month of prayer and fasting. mwezi wa kufunga na kuomba. The whole church, Kanisa mzima we go before God twende mbele za Mungu to pray. kuomba. That's the will of God. Hayo ndiyo mapenzi ya Mungu, That's the will of God. hayo ndiyo mapenzi ya But Mungu. we have people Lakini tuna baadhi ya who wenzetu think they are too busy. ambao nafikiria wako na shughuli If you sana. are too busy for God, Kama uko na shughuli sana kwa Mungu, you are making a mistake. ni makosa makubwa sana The unafanya. Bible says Biblia inasema God spoke to Samuel, Mungu akanena na Samueli, go to Bethlehem enenda pale Bethlehemu in the house of somebody called Jesse. katika nyumba ya mtu anaitwa Yese, When you enter that na house, utakapoingia katika ile I nyumba will show you somebody. nitakuonyesha kitu pale. Anoint him to be king over my people. Pake mtu pale mafuta awe mfalme wa Israeli. And then Samuel said, Alafu Samueli akasema, if I go to Bethlehem, nikienda pale Bethlehem, Saul will hear Sauli atasikia ile and habari he's going to kill me. na ataniua, I don't want to die. na mimi sitaki kufa. God said, go. Mungu akamwambia enda. When you reach Bethlehem, Wakati utafika Bethlehemu, say that you have gone to worship, sema ya kwamba umeenda pale kwa ajili ya to ibada, give a sacrifice, utoe dhabihu, and I will show the king. na nitaonyesha mfalme, You anoint him. nitakuonyesha mtu ambaye So utampaka Samuel mafuta. went, Kwa hivyo Samueli akaenda, reached Bethlehem. akafika Bethlehemu, He called the house of Jesse. akaita nyumba yote ya Yese. The Bible says when the elders saw him, Biblia inasema kwamba wakati wazee wa kijiji they came walimuona, and said, what's the problem? alafu akakuja wakamuuliza tatizo ni The gani? prophet of God, you are coming to us. Nabii wa Mungu wakuja kwetu, What have we done? ni nini ambacho tumefanya? What is it this time? Shida ni gani sasa? He said, no, I've come for peace. Kasema hapana, hakuna maneno, nimekuja kwa amani. So they prepared the altar, Kwa hivyo wakatengeneza madhabahu, and then the offering was there. alafu sadaka ilikuweko. He told now
Jesse to bring out his sons. akaambia Yese ya kwamba leta watoto wako. He had 8 sons, Alikuwa na vijana 8, but there he had 7 sons. lakini pale nyumbani kwa hiyo wakati walikuwa 7. And then Samuel told him to cleanse the sons. Alafu Samueli akamwambia kwamba watakase. So they were cleansed. Kwa hivyo wakatakaswa. And then he said, bring the first son. Alafu akasema kwamba mlete mwana wa They kwanza. brought Eliab. Wakamleta Eliabu. When Eliab came, Wakati Eliabu alikuja, Samuel looked at him. Samueli He akamwangalia. was huge. Alikuwa mtu He mnene, was tall. alikuwa mrefu, He was a military guy. alikuwa mwanajeshi. He said, wow, this is the king of Israel. Na Samueli akasema yakini huyu ndiye Masihi The wa Bible Bwana. says, Ile inasema God told Samuel, Mungu akamwambia Samueli, don't look at his appearance. usiangalie kimo chake, I have rejected him. mimi nimemkataa. Bring another one. Leta mwingine. He brought the second one. Leta wa pili. It's called Abinadab. Anaitwa Abinadab. When he came out, Wakati Abinadab alikuja, Samuel said, this is the king. Samueli akasema hakika huyu ndiye God mfalme. said, no, Mungu akasema hapana, I've rejected him. hata huyu pia nimekataa. He brought number 3. Alafu akaleta watatu, His name is Shammah. jina lake inaitwa Shama. When he came out, Shama alipotoka, God said to Samuel, Mungu akamwambia Samueli, I've rejected him hata too. huyu pia nimekataa. All the 7 passed by. Alafu vijana wote 7 wakapita mbele yake. And then Samuel said, Sasa Samueli akauliza, are these all your sons? je, hawa ndio watoto wako wote? He said, yeah, but there is another one. Akasema ndio, lakini kuna kengine kamoja, The small one kale kadogo zaidi, is in the bush ako kule kichakani, taking care of the sheep. yeye ni anachunga kondoo. And then he said, bring him. Alafu akasema We mleteni, will do nothing until he comes. hatutafanya chochote mpaka akuje. So the boy was brought. Kwa hivyo kijana akaletwa, And that is David. na sasa huyu kijana ndiye alikuwa anaitwa Daudi. Try to imagine, Hebu fikiria, other sons were consecrated. vijana wengine wote walitakaswa, This one is not even consecrated huyu hata kutakaswa hajapata nafasi because he yake was in the bush. kwa sababu alikuwa kichakani. So when he came, Sasa wakati alikuja, God said, Mungu anasema hivi, that's the king. huyu ndiyo mfalme, Anoint him. sasa mpake And mafuta. David was Na anointed. Daudi akatiwa mafuta. Here is our topic for today. Basi somo letu liko hapa siku ya leo. What was the qualification of David? Basi ni nini ambayo ilifanya Daudi akafuzu? What is it that made David to qualify? Ni nini ambacho kilifanya Daudi akachaguliwa? So if you are writing, Kwa hivyo kama basi wanakili, that's the topic. basi hilo ndilo somo letu. What are the qualifications we see here? Je, ni mambo yapi ambayo ilifanya Daudi akachaguliwa? The Bible Ndio says inasema David was reddish. Daudi alikuwa na wekundu wa ngozi. So when he came, Wakati alikuja, that's now the description of the Bible. hivi hivyo tunaelezewa katika Biblia. When David came, Wakati Daudi alikuja, his body was ruddy or reddish. mwili wake ulikuwa unaonekana kuwa wekundu. That's element number 1. Hicho kipengele cha kwanza. Qualification number 2, Kipengele cha pili, the Bible says he had beautiful eyes. macho yake yalikuwa ya kupendeza. Qualification number 3, Na hitimisho la tatu, the Bible ile says inasema he had a good appearance alikuwa anapendeza or he was handsome. ama alikuwa kijana anayependeza. So those 3. Sasa mambo haya matatu. But when Samuel looked at Eliab Lakini Samueli anapomwangalia or Eliabu Shammah ama Shama or Abinadab, ama binadamu, this qualified hawa watu wanatosha by their stature, katika kimo cha mwili the way wao. they looked like, Walikuwa wanafanana na mfalme, they qualified. walikuwa wanatosha. But David here, Lakini Daudi hapa there is no qualification. hakuna kitu ambacho kinamtosheleza. It's just red. Yeye ni ako na ngozi tu nyekundu Instead of, nyekundu. you know, there are some white who are red, isn't it? Najua kuna They're like wazungu red. ambao wanakaa hivi. So the Bible says he was, like red, reddish. Biblia inasema kwamba ngozi yake ilikuwa kama nyekundu And nyekundu, then nice eyes. alafu macho ya kupendeza. You can see some people, they have like blue eyes. Shaiona watu ambao wako na macho inakaa samawati hivi. And also the guy is just, he's looking okay, nice. Alafu kijana ako na sura ya kupendeza. Now, Sasa this week we were trying to study, to learn. wiki hii tumejaribu kujifunza Why did David qualify? kwa nini Daudi alichaguliwa. Because this boy is abandoned in the bush. Kwa sababu huyu kijana ametekelezwa kule kichakani. And when God calls people to come Na wakati Mungu anaita watu waje from the family, kutoka kwa familia, David is ostracized, Daudi- forgotten, put aside. Daudi amesaulika, ametengwa na amewekwa mbali. When Jesse is consecrated or consecrating his children, Wakati Yese anawatakasa watoto wake, David is in the bush. Daudi yuko kule kichakani.
when an important meeting is called, Wakati mkutano wa muhimu sana unaitanwa, David is forgotten. Daudi anasaulika. So what is it that God saw that we cannot see, or what maybe Samuel or Jesse couldn't see? Basi ni nini hiki ambacho Mungu aliona ambacho Samueli pamoja na babake mtoto hawakuweza kuona? I want to go speedy a bit. Nataka niende kwa haraka haraka upesi. But next time we will go bit by bit because we still have a whole month to study this. Lakini sasa kutoka hapa tutaenda polepole sababu tuko na mwezi mzima. Listen. Sikieni. When David became anointed, Wakati Daudi alipakwa mafuta, element number 1 is this one. kipengele cha kwanza ni kwamba He comes to bring food to his own brothers, anakuja kuleta chakula kwa ndugu zake, and he finds somebody called Goliath insulting God. na akapata jitu moja ilikuwa inaitwa Goliathi ikitusi watu wa Mungu. Remember that Goliath was there insulting God and Israel for 40 days. Kumbuka kwamba Goliathi alikuwa pale akimdhihaki Mungu pamoja na wana wa Israeli kwa siku 40. And nobody was ready to raise his finger against Goliath. Na hakuna yote ambaye alithubutu kuinua kidole chake kinyume na Goliathi. Saul and all his men were just fearing and running away. Here Sauli and there. pamoja na wanajeshi wake wote walikuwa wametoroka. Remember, Saul is anointed. Kumbuka kwamba Sauli ako na mafuta yake Saul is Mungu. the king of Israel. Sauli ndiye mfalme wa Israeli. Saul is supposed to stand and defend the name of God. Sauli hafaa asimame kutetea jina lake But Mungu. he is standing under a tree Lakini yako nyuma ya mti and God is being insulted. na Mungu pale anadhihakiwa waziwazi So mchana. David, when he came, Sasa wakati Daudi alikuja, he is just anointed. yeye amepakwa tu He mafuta. has not sat in the throne, Yeye hajaikalia ikulu, but the throne is with Saul. lakini ikulu ama ufalme uko na He Sauli. just came like somebody, how can we say? We can call him a shepherd. Amekuja tu kama mchungaji. But when he hear Lakini wakati anasikia Goliath insult God, Goliathi he anamdhihaki says, how Mungu, can this man insult God? anasema vipi huyu mtu aweze kudhihaki Mungu? He is small, Hii ni kijana he mdogo, is young, yeye bado miaka he ni is not a chache, soldier. yeye si askari, He has never fought before. hajawahi pigana pale awali. But when he hear God being insulted, Lakini wakati anasikia matusi yanarushwa kwa Mungu, he get mad. anakasirika. He said, this cannot happen. Anasema hii haiwezi fanyika. Not at my watch. Hapa si ati nikiangalia Not hivi. when I'm here. Si wakati ambapo niko hapa. God must be insulted when I'm dead. Wacha Mungu adhihakiwe nikiwa nimekufa. Not when I'm Si alive. wakati ambapo napumua. You see, sometimes in this generation, Unajua wakati mwingine katika kizazi cha leo, God is being insulted. Mungu anadhihakiwa. And we are there. Na sisi tuko pale, We are laughing. sisi tunacheka. Not David. Sio Daudi. Not David. Sio Daudi. He said, no, Anasema hapana. not at my watch Si katika mimi will kuangalia. this happen. Hii haiwezekani. He fought Goliath. Akapigana na Goliathi He killed him. na akamuua. These are the things that were hidden Haya ndiyo mambo ambayo alikuwa amefichika, that the people couldn't see, ambayo watu hangeweza but kuona, only God could see. na ni Mungu peke yake angeweza The kuona. heart for God. Moyo wa kupenda David Mungu. is not pushed to serve God. Daudi si mtu wa kusukuma kumpenda Mungu. Serving God to David was a matter of life and death. Na kutumikia Mungu kwa Daudi ilikuwa ni jambo la kifo ama uzima. It was a privilege to serve God. Ilikuwa ni fursa kubwa kutumikia Mungu. It was a blessing to be a servant of Ilikuwa God. ni baraka sana kuwa mtumishi wake It Mungu. was beneficial to die in the hands of Goliath while serving God. Ilikuwa ya faida sana kufa mikononi mwake Goliathi akitumikia Mungu, Than dying in a sofa set, good bed in a house somewhere. kuliko kufa katika kiti kizuri ama kitanda kizuri mahali pengine nyumbani. This was a real true soldier. Na huyu alikuwa ni askari kamili. So when he became king, Sasa wakati alifanyika kuwa the mfalme, thing number 1 he did jambo la kwanza ambalo was to alifanya recapture Jerusalem. ilikuwa ni kuteka mji wa Yerusalemu. Wow. Praise the I Lord. told you the other day, Niwaambia wakati uliopita, Jerusalem Yerusalem was the city of Melchizedek. ulikuwa ni mji wa Melchizedek. Do you know Melchizedek? Je, mnamfahamu huyo mtu? Bwana asifiwe. Praise the Lord. So we read here in this church Tumesoma katika kanisa hili, that when David became king, wakati Daudi alifanyika kuwa mfalme, he tried his best alijaribu yake yote to recapture Jerusalem. aweze kuuteka mji wa Yerusalemu. Jerusalem was called the city of peace. Yerusalemu ulikuwa unaitwa mji wa amani. It was the city in which Melchizedek lived Ni mji- several years ago.
ni mji ambapo Melchizedek aliishi miaka kadhaa ama mingi In the iliyopita. days of Abraham. Katika siku zake Abrahamu. Remember, Abraham paid him his tithe. Kumbuka ya kwamba Abrahamu alilipa zaka zake zote kwa Melchizedek. Are you there? Je, tuko pamoja? So who was Melchizedek? Sasa huyu Melchizedek alikuwa He nani? was a priest of God. Alikuwa kuhani mkuu wa Mungu. Hallelujah. Praise the Lord. So he met Abraham. Kwa hivyo He met Abraham alikutana na Abrahamu in the valley of Shaveh. katika bonde la Shavel. And the Bible says Biblia inasema Abraham paid his tithe Abraham akalipa zaka zake and kwake gave to Melchizedek. na akaipatiana kwa Can you Melchizedek. open your Bible, Genesis chapter 14? Je, tutaweza fungua Biblia zetu Mwanzo sura ya 14. If you can read that one, it's going to help us. Tukisoma hiyo pengine itatusaidia. So after his return from the defeat of Kedorlaomer and the kings who were with him, the king of Sodom went out to meet him at the valley of Shaveh. That is the king's valley. Hallelujah. Amen. Now, and Melchizedek, king of Salem, Salem it means peace. Salemu manake amani. King of Salem brought out bread and wine. He was priest of God Most High. And he blessed him and said, blessed be Abraham by God Most High, possessor of heaven and earth. And then 20, and blessed be God Most High, who has delivered your enemies into your hand. And Abraham gave him a tenth of everything. So this Melchizedek Basi huyu ndiye was Melchizedek. living in Jerusalem. Alikuwa anaishi katika mji wa Yerusalemu. Melchizedek was the priest of the Most High God. Na Melchizedek alikuwa ni kuhani wa Mungu aliye juu. So you know the work of a priest. Basi unajua kazi ya kuhani It was to worship God. ilikuwa ni kuabudu It was Mungu, to serve God. kutumikia It Mungu, was to bless people. kwa kubariki The watu way he blessed Abraham. vile alibariki Abrahamu. Can I continue? Je, Now naweza when songa mbele? Abraham came, Sasa wakati Abrahamu he alikuja blessed Abraham. akambariki. When you read the book of Hebrews, Wakati unasoma kitabu cha Waebrania they tell you that Jesus is the high priest wanakuambia kwamba Yesu ndiye kuhani mkuu according to the order of Melchizedek. katika mpangilio wa kiwango cha Melchizedek. Hallelujah. Amina. And then the Bible says, Alafu Biblia inasema if Melchizedek kama Melchizedek paid the tithe to Abraham, if Abraham paid tithe to Melchizedek, iwapo Abrahamu alilipa zaka kwake it means Melchizedek, Melchizedek is bigger than Abraham. inamaanisha kwamba Melchizedek ni mkuu kuliko Abrahamu. And then the writer continues and says Alafu mwandishi anaendelea kusema hivi that now Jesus kwamba Yesu is the high priest ndiye kuhani who mkuu is eternal ambaye ni wa milele according to the order of Melchizedek. katika mpangilio wa kiwango cha Melchizedek. And also he said Alafu anaongezea kusema that Melchizedek has no father, no mother, ya kwamba Melchizedek hana baba wala mama, but he lived in Jerusalem. lakini aliishi pale Yerusalemu. Are you in this place? Je, tuko pamoja? Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. So Melchizedek Kwa hivyo Melchizedek blessed Abraham. akambariki Abrahamu. So David, when he became king, Sasa wakati Daudi alifanyika kuwa he mfalme, got a revelation. akapata ufunuo. The things of God, they're about revelation. Vitu vya Mungu vinahusiana na ufunuo. In this kingdom, Katika ufalme huu, if you don't get revelations, kama hutapata ufunuo, you go nowhere. hauendi umbali wowote. That's why the Bible says, Sababu Biblia inasema wherever there is no vision, mahali ambapo hakuna the maono, people perish. watu wanapotea ama It's a wanaangamia. revelation Ni kingdom. ufunuo ama ni ufalme wa ufunuo. Can we say big amen? Tuweza sema amina kubwa. I say it is a revelation kingdom. Nimesema ufalme huu ni wa ufunuo. If you don't get revelation Kama upate in maufunuo this kingdom, you cannot succeed. katika ufalme huu hauwezi ukafanikiwa. So David got a revelation Sasa Daudi akapata ufunuo that Jerusalem belongs to God. ya kwamba Yerusalemu ni mji wa Mungu. It is the city of God, Ni mji wake Mungu, the city of worship, mji wa the ibada, city of Melchizedek, mji wa the Melchizedek, city of the altar. mji wa So I have madhabahu. to recapture it back Kwa hivyo lazima so niuteke that God nirudishe, will be worshipped in Jerusalem. ndiposa Mungu aabudiwe pale Yerusalemu. That is element number, let's say number 2, Hicho ni kipengele cha or let's say pili number 1, ama cha kwanza after he became king. baada ya yeye kufanyika kuwa mfalme. Now what is happening here? Sasa ni mambo gani yanatendeka I hapa? want us to read Nataka tusome pamoja the book of 2 Samuel, kitabu cha Samueli wa pili verse number 6.
We can even read from verse 1. Cheni tuanzie hata The mstari wa Bible kwanza. says, again David gathered together all the chosen men of Israel, 30,000. And he arose and went with all the people who were with him to Baal Judah, Kiriath Jearim, to bring up from there the ark of God, which is called by the name of the Lord of hosts, who sit enthroned above the cherubim. Now, we can jump and go to 12. Twende mstari wa The Bible 12. says, and this was told, 13. And when those who bore the ark of the Lord had gone 6 paces, he sacrificed an ox and a failing. And David danced before the Lord with all his might. And David danced before the Lord with all his might, glad in a linen ephod, a priest's upper garment. 15. Look at this. 15. So David and all the house of Israel brought up the ark of the Lord with shouting and with the sound of trumpet. 16. As the ark of the Lord came into the city of David, Michal, Saul's daughter, David's wife, looked out of the window and saw David leaping and dancing before the Lord, and she despised him in her heart. They brought in the ark of the Lord and set it in its place inside the tent which David had pitched for it. And David offered burnt offerings and peace offerings before the Lord. When David had finished offering the burnt offering and peace offerings, he blessed the people in the name and the presence of the Lord of hosts, and distributed among all the people the whole multitude of Israel, both to men and women, to each a cake of bread, a portion of meat, and a cake of raisin. So all the people departed, each to his house. 20. Then David returned to bless his household, and his wife Michal, daughter of Saul, came out to meet David and said, how glorious was the king of Israel today, who stripped himself of his kingly robes and undercovered himself in the eyes of the servants, maids, as one of the worthless fellow shamelessly uncovers himself. David said to Michal, it was before the Lord who chose me above your father and all his house to appoint me as prince over Israel, the people of the Lord. Therefore, will I make merry in pure enjoyment before the Lord. I will be still more lightly esteemed than this, and will humble and lower myself in my own sight and yours. But by the maids you mentioned, I will be held in honor. And Michal, the daughter of Saul, had no child to the day of her death. Hallelujah. Amina. This is element number 2. Na hiki ni kipengele cha pili. When David became king, Wakati Daudi alifanyika kuwa mfalme, element number 1, jambo la kwanza, he captured Jerusalem aliushika mji wa Yerusalemu and turned it into the city of God. na akaubadilisha kuwa mji wake Mungu. Point number 2, Alafu jambo la pili, he went to Kiriath Jearim to bring the ark of God's covenant. kaenda kule Yerusalemu kwenda kuleta sanduku la agano la Mungu. He said, why should I live in a capital city Akasema, kwa nini ishi katika mji mkuu and leave the ark of my God in the bush? na niache sanduku la agano la Mungu wangu kule He kichakani? went and brought it. Akaenda tena These akaileta. are things people could not see, Haya ndiyo mambo ambayo watu wangeweza but God kuyaona, could see inside David. lakini Mungu angeona ndani ya Daudi. God knew what David will do when he became king. Mungu alijua ni nini ambacho Daudi ataweza kufanya wakati atakuwa It mfalme. took 30,000 men to go and bring the ark
of God's covenant. alikusanya wanaume 30,000 kwenda kuleta sanduku la agano la Try to Mungu. imagine 30,000 men Hebu fikiria watu 30,000 to just bring an ark of kuleta God's sanduku covenant. la agano la Mungu. We can call it a common ark, isn't it? Tunaweza kuita sanduku la kawaida According to the understanding of men. kulingana na maelezo ya But to mwanadamu. David, it was not a common ark. Lakini kwa Daudi halikuwa la kawaida. Are you in this place? Je, tuko pamoja? Are you getting what I'm saying? Je, mnashika kitu ambayo nasema? Do you understand the implications? Tunaelewa matokeo ya haya mambo. The ark of God's covenant. Sanduku la agano la Mungu. The second thing he did Jambo la pili ambalo alifanya was to bring the ark of God's covenant. ilikuwa ni kuleta sanduku la agano la Mungu. Now, this ark Sasa hii sanduku was not very big haikuwa kubwa vile like this altar. kama haya madhabahu. It's just a size. Ilikuwa tu kimo cha kawaida. It was carried maybe by 4 people or 6 people. Kwa inabebwa na watu 4 wakiwa wengi sana 6. 2 in front 2 mbele and maybe 2 also in the middle ama 2 katikati and the pia, other 2 behind. ama na 2 They pia nyuma. carry the ark of God's Kwa covenant. inabebwa vile kwa mabega. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Now, Sikia. you can't imagine Uwezi ukatafakari 30,000 men watu to 30,000 carry that ark. kubeba ile sanduku. There are too many people. Hawa ni watu wengi sana. Are you in this place? Je, tuko pamoja? What did I say? Nimesema nini? The ark was not too big. Sanduku la agano halikuwa kubwa vile. Inside the ark, Ndani ya sanduku la you agano have a plate. kulikuwa na sahani. Just a plate. Sahani tu kidogo. It has manna. Ilikuwa na mana. So it is inside. So ilikuwa pale ndani. Let me try to show you. Hebu nijaribu tu niwaonyeshe. Okay, here, this is the ark of the covenant. Here it is. Sanduku la agano tuseme kwa mfano. And then ndio the hili. plate of manna is inside. Alafu sasa kuna sahani la mana ambalo liko pale ndani. Inside. Imewekwa pale ndani. Also inside, Alafu pale ndani you have the staff kunayo fimbo of Aaron. ile ya Aroni. It was also inside. Ilikuwa pale ndani. Hallelujah. Amen. And also inside the ark, Alafu ndani ya sanduku la you agano have the tablets. kunayo ile sheria 10. The tablet. Yale Mawe. mawe. So Samahani. it is written by the hand of God. Ambayo iliandikwa na kidole chake Mungu. So it is inside. Sasa iko pale ndani. That is all. Hivyo tu. So to just go and carry this ark, Kwa hivyo kwenda kubeba ile sanduku, David took 30,000 men. Daudi alikusanya watu takriban 30,000. What do you understand? Wewe unaelewa nini hapa? Now sit down. Sasa kaa chini. I just wanted to make this powerful point. Nilikuwa nataka hili jambo mwilishike kwa nguvu. What do you understand? Unaelewa nini pale? Hallelujah. Praise the Lord. According to you, what do you Kulingana understand? na wewe ni nini ambacho unaelewa pale? Why 30,000 men? Mbona watu 30,000? People who were here during the week, Watu ambao walikuwa hapa katikati ya wiki, I tried to explain nilijaribu sana kuelezea and I even asked a question na hata nikauliza swali and some people gave answers. na watu wengine wakanipa majibu. 30,000 men Wanaume 30,000 to David, kwa Daudi, the ark was very important sanduku la agano lilikuwa la umuhimu sana because it represented the presence of God among Israel. kwa sababu iliwakilisha uwepo wa Mungu ndani ya watu wa Israeli. Hallelujah. Praise the Lord. So the ark was very important. Kwa hivyo kwa Daudi sanduku la agano lilikuwa la umuhimu sana. Whatever that was connected to God, David respected. Chochote ambacho kilikuwa kinaitanishwa ama kuunganishwa na Mungu, Daudi alikiheshimu. It show you the respect David had for God. Inakuonyesha heshima ambayo alikuwa nayo kwa Mungu. 30,000 Watu takriban to 30,000 go and bring the ark of the covenant. waende walete sanduku la agano la Now, Mungu. when they are coming back, Sasa wakati ambapo wanarudi, they approach Jerusalem. wanakaribia Yerusalemu. The Bible Ile says, inasema as they entered Jerusalem, vile walikuwa wanaingia mji wa David Yerusalemu, was in front. Daudi alikuwa pale mbele, He started dancing. akaanza kucheza. David is dancing. Daudi akacheza. The Bible says Ile inasema he was leaping. alikuwa He anaruka, was jumping. alikuwa anaruka, He was shouting alikuwa anapaasa sauti before the Lord. mbele yake Bwana. After every 6 steps, Baada ya kila hatua 6, David sacrificed a cow. Daudi anatoa dhabihu ng'ombe. After every 6 Baada ya steps, kila hatua 6, a cow. wana- After every 6 steps, kila hatua a 6 cow. tena wanatoa What dhabihu. a man is this one? Daudi alikuwa mtu wa aina gani? What a man was this one? Ni mtu wa aina gani alikuwa Daudi? To David, Kwa Daudi, God meant
everything. Mungu alikuwa ndiye kila kitu. Nothing was too much Hakuna kitu kilikuwa kinazidia before David mbele ya when it comes to God. wakati inafika mambo ya Mungu. A whole king Mfalme mzima will dance ambaye anacheza before his people. mbele ya watu He wake, doesn't care. hata kujali ajali. You have just a small company. Wewe kakampuni kako ni kadogo tu. Can you dance before your workers? Je, unaweza cheza mbele ya wafanyikazi wako? You want them to see, to know that you are the boss. Wanataka ujue wewe ndiye kusema, Ama namna gani? si ndio? Tutajuaje wewe ndio boss, wewe ndio mkurugenzi, wewe ndio mkubwa wa kampuni? Hata tukienda kwa ibada kuomba, kusifu Mungu, wewe unaimba tu hivi. Hallelujah. Isn't it? Pole pole tu. Not David, Sio Daudi, a dancing king, mfalme wa kucheza. is going to dance, Anacheza. dance, Anacheza. and dance. Anakucheza. The Bible says Biblia inasema the upper garment, ya kwamba vazi lake la juu the robe, ambayo ni nguo ndefu covered his head, ikafunika kichwa chake, and he was wearing lingwanda, na alikuwa amevaa vile vazi la ndani ama mukaya. chupi. He doesn't care. Ajali. David is dancing. Daudi anacheza. My God, Mungu wangu, you are too much. Oh. ni zaidi. The Bible says Biblia inasema when he went now to his house sasa wakati aliingia kwa nyumba to yake bless his family, abariki familia yake, Michal, the daughter of Saul, Mikal ambaye alikuwa ni binti yake Sauli, because he was the wife of David, you know, alikuwa ni mke wake Daudi, mnajua he hiyo. killed the Goliath. When he went to the house, Sasa wakati alienda kwa nyumba, Michal came from the window Mikal akatoka kwa dirisha and told David, na akamwambia Daudi, shameless man, mtu ambaye hauna aibu, look at you. hebu jiangalie. What have you done today? Sasa nini ambao umefanya leo? How could you Vipi wewe dance before the people ucheze mbele ya watu, and then the upper garment went to your head, alafu vazi lako likufunike kichwa, showing your underwears? wewe unaonyesha mavazi yako ya ndani? You see now, Unaona sasa, shameless man. mtu ambaye hauna aibu. Try to imagine Hebu fikiria when Israel wakati Israeli is celebrating God, inasherekea Mungu, Michal is in the house ule mwanamke ako watching nyumbani at the window. anaangalia tu kwa dirisha. The Bible says Biblia inasema after the earth is brought, baada ya sanduku la Mungu kuletwa, David Daudi gave meat akapeana nyama and bread na mkate to every woman, kwa kila mwanamke, to every man kwa kila in mwanaume the land of Israel. katika nchi ya Israeli. Try to imagine Hebu fikiria, men and women wanaume na were wanawake there walikuweko dancing wakicheza in that place. mahali pale. Where was Michal? Mikal yeye alikuwa wapi? In the house. Ndani ya nyumba. Do you understand? Tunaelewana? She's in the state house, Yeye ako katika ikulu, watching from the window anachungulia mambo kwa dirisha. what is happening. Mambo gani inafanyika And huko? here David is dancing. Alafu Daudi acheza. Sometimes unaweza kuoa bibi wa kishirani ama namna gani? Oh yes. Bibi hapendi Mungu. Kweli ama hapana? Kweli kabisa. Anataka kukurudisha nyuma. Mimi sitarudia, utarudia peke yako. Amen. Ama namna gani? Si ndio? Yesu alikutana na mimi akaniokoa. Aliniita na mimi nikaitika. Na mimi nitamtumikia kila siku ya maisha yangu. Oh yes. Sio tu wakati niko na nguvu, hata wakati mimi sina nguvu, mimi nitatumikia Yesu Kristo. Hallelujah. Bwana yuko kwa ibada. Ehe. Bibi yuko kwa state house. Ana watch hapo kwa window. Are you supporting me? Are you helping me? Unanisaidia vipi wewe? Wakati niko kwa ibada wewe unachungulia kwa dirisha. Try to imagine. Hebu fikiria. Haiko mama kisirani. Si alikuwa kisirani huyu? Ambia jirani kama ni mama, mwambie hapana kuwa mama kisirani. Mwambie. Hallelujah. Bwana asifiwe. Praise the Lord. I didn't write the Bible. Mimi si kuandika The Biblia. Bible says she was watching from the window. Biblia inasema kwamba alikuwa anachungulia kwa dirisha. But I thank God for Jael, Lakini nashukuru Mungu kwa sababu ya Jael. because she's always there for Kwa ministry. sababu kila wakati nikienda kwa ibada Yeah, yuko. she's there. Ako pale. Sometimes she'll come here and pray, Wakati mwingine anakuja hapa anaomba. even when I'm not here. Hata wakati ambapo siko. Bwana Yesu Praise the asifiwe. Lord. Mama kwa dirisha, baba yuko nacheza. Mama yuko kwa dirisha yuko naangalia. Baba anaruka. Yeye yuko naangalia kutu vitu ya mwili. Anaona kutu heshima zake. Oh, itaanzaje kitambaa, nguo inapanda kwa kichwa. You just look at about your personal glory. Wewe unashughulika tu na utukufu wako binafsi.
And then David said, Alafu Daudi akasema, you know what? unajua nini? You have seen nothing yet, Bado woman. mama hujaona chochote. Woman, you have seen nothing. Oh. Mwanamke bado hujaona. What you have seen Ile ambayo umeona is phase 1. ni ya kwanza tu. Phase 2. Ya pili, By the time I reach phase 3, kabla nifikie hatua ya 3, you wonder. utakuwa umeshangaa. You say, I was bumbafu. I will continue to be bumbafu even more. Oh yes. Nitakuwa Yeah. mbavu zaidi. I will become a bumbafu and is it a bumbafu? How you call it? Yote hiyo. I become even more. Nitakuwa mjinga, mpumbavu ama mwenda wazimu zaidi. But Lakini those women, wao wanawake, those daughters of God, wale mabinti wake Mungu, they will respect you wataniheshimu because of God. kwa sababu ya Mungu. They will not despise me. Hawatanidharau, They are going to respect me. wataniheshimu. What a man was this? Huyu alikuwa mwanaume wa aina gani? This is David we are talking about. Huyu ni Daudi, tunaangazia maisha He yake. didn't take 20 people. Hakuchukua watu 20. Oh, twende tulete sanduku ya Mungu. Oh, fulani na fulani twendeni. Ninyi watatu endeni mulete sanduku. Ndeni mulete sasa. He is there, Alikuwa leading from the front. akiongoza kutoka mbele. That is David. Huyo ni Daudi. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Number 3. Alafu jambo ya 3, One day, siku moja as he was sleeping in his house, vile alikuwa amelala kwake, turning on his bed, akigeuka tu kwa kitanda looking chake, at the window, akiangalia kwa dirisha, he saw that tent, akaona lile hema and the ark of God is inside. na sanduku la agano la Mungu liko He ndani. says, why? Akasema, kwa nini? I live in this big house, Mimi naishi katika nyumba kubwa hivi constructed with the timbers of Lebanon, ambayo imejengwa na bao za mji wa Lebanon. the cedar, Ni and cedar. my God is inside the tent. Na Mungu wangu yuko ndani This ya is hema. impossible. Hii haiwezekani. Call me the prophet. Hebu niitie nabii. Nathan was brought, the Nathan prophet. akaletwa. He said, I want to build for God. Akamwambia Nathan, nataka I kujengea want to Mungu. build him with gold. Nataka nimjengee na I want dhahabu. to build him with silver. Nataka nimjengee na I fedha. want to build him with cedar. Nataka nimjengee na bao na mierezi. He said, do what is in your mind. Na akamwambia basi fanya kilicho moyoni mwako. When the prophet went, Wakati nabii alienda, in the night, God visited the prophet. usiku ule Mungu akatembelea nabii. And God said to the prophet, Akamwambia nabii hivi, tell David, ambia Daudi he had hivi, shed so much blood. umemwaga damu nyingi He sana cannot build me a house. na hautanijengea nyumba tafadhali. But the son of his Lakini kijana shall utakayemzaa build me a house. atanijengea nyumba. Wow. Haleluya. Then David said, Sasa Daudi akasema, if I'm not going to build a house, kama sitakujengea nyumba, but allow me sasa we to niruhusu provide niweze kupeana for rasilimali your house. kwa ajili ya kujenga hii The nyumba. Bible Biblia says inasema David Daudi went even to his store alienda katika gala that lake was in the bush ambayo ilikuwa imefichwa and kichakani opened na everything, akafungua kila kitu, brought the silver, akatoa brought dhahabu, gold, fedha na dhahabu and everything na kila kitu offered before God. akatoa mbele ya Mungu. Hallelujah. Praise the Lord. What a man was this. Mtu wa aina gani? One day, Siku moja David sinned against God. Daudi akatenda dhambi kinyume na Mungu, He did the census, akafanya kuhesabu watu and God was not happy. na Mungu hakufurahishwa na hilo He jambo. sent the prophet, Akatuma nabii, tell David, ambia Daudi hivi, I propose 3 things. mimi nakutakia vitu vitatu: Months, several months of hunger and famine, miezi kadhaa ya njaa na or months of epidemic, miaka ambayo ni ya tauni, or time where I just surrender him in the hands of his enemy, so they just, mishandle him and do whatever they want to do. ama nikupeane nikusalimishe mikononi mwa adui wako wakutese. David said, Daudi akasema hivi, oh my God. 2 Samuel chapter 24 verse 11. 2 Samuel chapter 24 verse 11. Read. When David arose in the morning, the word of the Lord came to the prophet Gad, David's seer, saying, go and say to David, thus says the Lord, I hold over you 3 choices. Select one of them, so I may bring it upon you. So God came to David and told him and said, shall 7 years of famine come to your land? 1.
Number one. Or will you flee 3 months before you are pursuing enemies? That is 2. Or do you prefer 3 days of pestilence in your land? That is 3. Hiyo ni ya tatu. Consider and see what answer I shall return to him who sent me. And David said, what did he say? Can we read together? Can we read? Can we read? Let's go, let's go, let's go. And David said to God, I am in great distress. Let us fall into the hands of the Lord. For he is merciful and woo! Did you hear that? Umesikia hiyo? Let us fall in the hands of God. Wacha tu tuanguke mikononi mwake Mungu. I know we have sinned against God. Najua kweli tumetenda dhambi. Let us fall in his hands. Lakini wacha tuanguke mikononi mwake Not in Mungu. the hands of the devil. Sio katika mikono ya adui ya I know I have sinned. Najua kweli nimetenda dhambi. Let me fall in his hands. Wacha nianguke mikononi Not mwake in the Mungu. hands of men. Si katika mikono ya Watu ni wanadamu. watu wabaya. Wanadamu ni waovu. Hawa watu unaona hawa. These people you see. Leo wanakupigia makofi. Today they clap at Kesho wanakutukana. tomorrow they Hawa watu unaona. Hawa watu unaona. Walikula na wewe jana. Kesho mnaita nini? Wanakusaliti. Hallelujah. Hallelujah. Watu wengi wanakufa sababu ya wanadamu. Oh, nilimtumainia sana amefanya hivi. Usitumainie. Nimesema nini? Usitumainie. Don't trust anyone. Don't trust in men. Hallelujah. Oh yes. Bantu banafanya nini? Ichenjanga. Bantu bachenjanga. Watu badilika. Jovil. So mwanadamu leo iko mambo ni mzuri. Kesho ana change. So wewe kama maisha yako ni mwanadamu, you are finished. David said to the prophet, let us fall in the hands of God. God is merciful. Amen. Hata kama atanichapa fimbo. Yes. Mungu ni Mungu wa huruma. At the end of the day, Mungu atanihurumia. Hallelujah. Praise the Lord. There it is. Ndio ile. For his mercies are many Kwa sababu rehema zake ni and nyingi sana great. na kuu. But let me not fall into the hands of men. Men are wicked. Lakini siangue mikononi mwa wanadamu sababu ni waovu. Ndio maana mimi sikwaziki. Oh, fulani alikutukana. Ukiniambia mara ya kwanza ni sawa. Uyikuja mara ya pili wewe sasa ndio utakuwa na shida. Sasa nitakukemea. Hallelujah. Praise the Lord. Now listen. Sasa sikia. This is now David. Huyu ndiye Daudi. Daudi. Let's see another king. Hebu tuone mfalme mwingine. His name is Saul. Jina lake anaitwa Sauli. Do we still have some few minutes? Kuna dakika chache pia. Hallelujah. Praise the Lord. Let's see the other king. Tuone ule mfalme mwingine. What were his qualifications? Je, ni mambo ngapi ambayo alikuwa? 1 Samuel chapter 9 verse 20. Samueli wa kwanza 9:20. 1 Samuel 9:20. Samueli wa kwanza 9:20. As for your donkeys that were lost 3 days ago, do not be thinking about them, for they are found. And for whom are all the desirable things of Israel? Are they not for you and for all your father's house? And Saul said, am I not a Benjamite? Am I not what? A Benjamite. Of the smallest tribe in Israel? And is not my family the least of all the families of the clan of Benjamin? Why then do you speak this way to me? Then Samuel took Saul and his servant and brought them into the guest room at the high place and had them sit in the chief place among the persons, about 30 of them who were invited. The other people feasted outside. Wengine wanakula ugali huko nje. But Saul was brought inside. You know, to eat with the prophet is a blessing. Unajua kula na nabii ni baraka sana. Kwa hivyo Sauli aliletwa. I thought you will say amen. Kwa nafikiria kwamba mtasema amina. But it is okay. The day you get a revelation, you will say amen. Lakini sawa tu, siku ambayo utapata ufunuo utasema amina. And Samuel said Samueli akasema to the cook,
bring the portion which I gave you, of which I said to you, set it aside. And the cook lifted high the shoulder, my God, and what was on it, indicating that it was the priest's honored portion, and set it before Saul. Samuel said, see what was reserved for you. Eat for until the hour appointed it was kept for you, ever since I invited the people. So Saul ate that day with the prophet. Wow. When they had come down from the high place into the city, Samuel conversed with Saul on the top of the house. So if you continue there, Kwa hivyo ukisonga mbele, they arose early, and about dawn, Samuel called Saul, who was sleeping on the top of the house, saying, get up, that I may send you on your way. Saul arose, and both he and Samuel went out on the street. And as they were going down to the outskirts of the city, Samuel said to Saul, bid the servant, tell your servant, pass on before us. And he passed on before them. So wakabaki wawili nyuma. But you stand still first, that I may cause you to hear the word of the Lord. Then Samuel took the vial pembe of oil and poured it on what? On Saul's head, and kissed him and said, has not the Lord anointed you to be prince over his heritage? Now, when Saul became king, wakati Sauli alifanyika kuwa mfalme, the Jebusites were living in Jerusalem. Wayebusi walikuwa wanakaa mji wa Yerusalemu. Jebusites were sinners. Wayebusi walikuwa watenda dhambi. They were idolaters. Walikuwa watu wanaabudu They sanamu. were evil people. Walikuwa watu waovu. They were in Jerusalem. Walikuwa ndani ya Yerusalemu. And Saul left them to live there. Alafu Sauli akawaacha waendelee kukaa huko. If he passes in the morning or evening, Kipita jioni ama he asubuhi, sees the Jebusites, anaona Wayebusi, he just greet them. asalimia tu. They had constructed a huge wall. Walikuwa wamejenga ukuta mkubwa sana. So they are living in Jerusalem. Kwa hivyo wanaishi pale Yerusalemu. And Israel is outside Jerusalem. Na Israeli iko nje ya Yerusalemu. And so we see these people. Alafu Sauli anaona hao watu. Maybe the guard standing there Pengine ule jamaa amesimama kwa and just greet them. anamsalimia tu. A king without revelation. Mfalme ambaye hana ufunuo. Hallelujah. Praise the Lord. He left them there for years. Akawaacha wakaa miaka He mingi was king sana. for 40 years. Kwa sababu yeye alitawala miaka 40 40. good years. Miaka 40. He never disturbed the Jebusites. Hakushughulika hata kuwasumbua. But when David became king, Lakini wakati Daudi he alifanyika removed them mfalme, from the akawaondoa Jerusalem. pale Yerusalemu. Bwana asifiwe. Praise the Lord. And in the day God gave him an assignment Na siku ambapo Mungu alimpatia hii kazi, to go and finish the Amalekites. aende amalize Wamaleki. In 1 Samuel chapter 15, Katika Samueli wa kwanza the 15, Bible says, Biblia inasema Saul went Sauli akaenda and collected cows na akakusanya ng'ombe that were fat. ambazo zilikuwa zimenona. Listen, child of God, Sikia mtoto wa Mungu. in your life, Katika maisha yako don't see anything usiwahi ona chochote that is fat ambacho kimenona, than the obedience to God. ambacho ni kinyume na kutii Mungu. I repeat again, Narejelea tena. a child of God, Mtoto wa Mungu, listen and listen well. usikie na usikize kwa makini. As long as you live, Muradi ungali hai, nothing hakuna chochote should be fat inaweza kuwa imenona or fatter ama ikuwe mnono than zaidi your God. kuliko Mungu wako. I repeat again, Narudia kwa mara nyingine. child of God, Mtoto wa Mungu, as sikia. long as you live, Muradi ungali hai, nothing in this life chochote katika maisha haya should be fatter, kisikue kinono, should be better kisikue bora than your God. kuliko Mungu wako. Worship nothing, Usiabudu chochote, no matter how big it is. haijalishi ni kikubwa aje. Worship nothing. Usiabudu chochote kile. Don't put God aside Usiweke Mungu kando because of material things. kwa sababu ya mali ghafi. God must be number one. Mungu lazima awe nambari ya We have kwanza. people in church. Watu kanisani, We have people in church. tuko na watu kanisani They still tithe. wanaiba fungu la 10, They eat
God's tithe. wanakula sadaka ya They Mungu, say it is fatter wanasema hii ni nono than zaidi God. kuliko Mungu. God said to Saul, Mungu akamwambia Sauli, go and slaughter Amalek. wewe enda uchinje wa Finish Amaleki, everything. maliza kila kitu, Glorify me in that city. nitukuze katika hiyo Saul kumaliza. went to Amalek. Kwa hivyo Sauli akaenda kwa Amaleki. The Bible Biblia says inasema he saw the fat cows. akaona ng'ombe He walionona, took aside akachukua kando for himself. kwa ajili yake He mwenyewe. said, with these cows, Sema na hizi ng'ombe I will become rich. nitakuwa tajiri. Nobody become rich Hakuna yote anakuwa from tajiri what God has not anointed. kutokana na kile ambacho Mungu hajaweka watu kama mafuta. Nobody becomes rich Hakuna yote ambaye anatajirishwa from what is forbidden kwa before kile God. ambacho Mungu amekikataa. It is trouble and pain. Hiyo ni mashida, masumbufu na uchungu. That is Saul. Huyu ni Sauli. Fat cows Ng'ombe walionona put in the compound. akaweka katika ua You lake. want to become rich. Yeye anataka kutajirika. Whatever God has not ordained Chochote ambacho Mungu hajakiweka will wako, never prosper in your hands. hakitawahi fanikiwa mikononi What you mwako. call today prosperity, Kile ambacho utapata ufanisi, tomorrow will give you pain. kesho itakupatia maumivu. People don't know. Watu hawajui. You hear somebody suffering. Nasikia mtu anateseka, They say he has cancer. nasema kwamba ako na He goes saratani, to hospital. anaenda kwa Go hospitali, through chemotherapy. anaenda hapo katika You struggle and struggle and struggle and struggle Anang'ang'ana. until your money become poor and useless. mpaka pesa yako inakuwa ikusaidii tena. And here you have a poor man Na kama sasa atakuwa who maskini worships God, ambaye anaabudu Mungu, who pays his tithe, ambaye analipa zaka, walking in the street, anatembea kwa mitaa, eating managu anakula managu in freedom, akiwa na uhuru mwingi sana. and you the meat eater, Na wewe ambaye unakula nyama, the fat eater, wewe unakula zilizonona, isn't it? si ndio? Listen, Sikia, whatever God has not anointed, chochote ambacho Mungu hajajipaka whatever mafuta, God has not ordained, chochote ambacho Mungu hajaweka will wako, never prosper in your hands. hakitawahi fanikiwa ama kuzalisha mikononi Stop mwako. wasting your time. Acha kupoteza muda. The Bible says Biblia inasema it is the blessings of God ni baraka ya Mungu that cause prosperity, ambayo inasababisha ufanisi and it is not followed with bitterness. na ifuatiwi na majuto. If God blesses Mungu you, akikubariki, you are blessed, umebarikiwa and you shall hakika, be blessed. na utakuwa umebarikiwa. Now, Sasa in the days of trouble, katika shida, David said, Daudi akasema, let me fall wacha in nianguke the hands of God. mikononi mwake Mungu. In the days of trouble, Katika siku za shida, what did Saul say? Sauli alisema nini? 1 Samuel chapter 28 verse 5. Samueli wa kwanza 28:5. 28 mstari wa 5. Hey, look at this. Hebu ana hii jambo hapa. When Saul saw the Philistine host, he was afraid. Alipoona jeshi ya Wafilistini, he was afraid. Kahofia. His heart trembled greatly. Mtu wa Mungu roho yake aitremble greatly. Mtu wa Mungu kuna roho ya simba. Hallelujah. Hata kama vitu haviendeki anasimama ni simba. Sasa unajua Mungu wangu iko ama namna gani? Oh yes. Mtu ambaye hana Mungu, wicked man, siku ya shida anaanza kufanya nini? Kutremble. That's now Saul. Number 6. Look at this one. And remember, I didn't write the Bible. Kumbuka siku When Saul inquired of the Lord, he refused to answer him, either by dreams or by Urim, a symbol worn by the priest when seeking the will of God for Israel, or by the prophet. How do you want him to answer you? Wewe unataka Mungu When you akujibu aje? despise him. Wakati umemdharau. God says, Mungu anasema if hivi, you despise me, kama utanidharau in the day of your trouble, katika siku ya I shida, will also despise you. mimi nitakudharau pia. It is scriptural. Ni maandiko Bwana. Then Saul said to his servant, find me a woman who is a medium between the living and the dead, that I may go and inquire of her. His servant said, behold, there is a woman who is a medium at Andor. That's the city where she lives. Huyo ndio mji ambao anaishi. So Saul disguised himself, akajibadilisha. Umeona mtu anajibadilisha? Akajibadilisha, akajifanya kuwa kifuebe. Mnajua kifuebe? Oh, hamjui kifuebe? Kujibadilisha maana yake nini? Kujigeuza. Kujigeuza ni nini? Sasa akajigeuza, akajifanya sio yeye, kumbe ni yeye. Ama namna gani? You know English more than me now.
Me, I know Spanish more than you, but you know English more than me. Now, look at this. So Saul disguised himself, put on other garments, ama raiment, mavazi, and he and 2 men with him went and came to the woman at night. Mtu wa giza anatembea at night, sio mchana. Ama namna gani? Oh yes. Wewe ulisikia David alikuwa anatembea mchana? Alikuwa anatembea, David alikuwa anatembea usiku. David alikuwa anatembea mchana. Si tumesoma na Mwei? Oh yes. Mikala angeangalia kwa dirisha aone David akidansi kama ni usiku. Kwa mchana. Si ilikuwa mchana? Can we say hallelujah? Hallelujah. Lakini wewe anatembea nini? Usiku, sio mchana. Amen. Mtu ambaye anatembea usiku hana haki. Ni kweli. Atuongee usiku ile wewe unalala. Tunaongea habari ya usiku katika understanding ya kiroho. Yes. Lakini hata wewe unakuja kwa nyumba yako usiku, leo unakuja midnight, kesho kutwa 1 am, kesho kutwa lazima tutakuuliza wewe umekuwa mfuifi wa kutembea usiku. Hallelujah. Nikuwa night runner. Look at that. What is happening now? Angalia mambo And ambayo he yanatendeka and hapa. 2 men with him went and came to the woman at night. He said to her, perceive for me by the familiar spirit, which means by an evil spirit, by a demonic spirit. Siku ya shida nakimbilia shetani. Somebody anointed. Samueli ambaye ako na mafuta ya Mungu. David said, Daudi anasema even if I have sinned, hata kama nimetenda let dhambi, me die in your hands, acha nife mikononi mwa not in Mungu. the hand of the Si witches katika mikono ya and the wachawi wizard and the evil men. na watu waovu na Let me waganga. die in your hands. Acha nife mikononi I'm mwako. committed to you. Nimejitolea I shall live kwako. for you Na forever. nitakuishia milele. But as a human being, Lakini kama mwanadamu I've sinned against you. nimetenda dhambi kinyume Let nawe. me die in your Acha hands. nife mikononi mwako. Because you are merciful Kwa God. sababu ni Mungu wa rehema. Ukinichapa fimbo mbili, ya tatu, ya nne, ya tano, Mungu utaniangalia, wewe utanihurumia. Wow. Look at that one. Ona hiyo. The woman said, see here, you know what Saul has done. She didn't know it is Saul himself. Hata hakujua ni Sauli. You know what King Saul did. Wewe si unajua mambo ambayo How Sauli he has alifanya? cut off those who are mediums and wizards out of the land. Why then do you lay a trap for my life to cause my death? And Saul saw akahapa to her by the Lord, saying, as the Lord lives, there shall no punishment come to you for this double standard. Viwango mara mbili. Now, Sasa sikia. 12. The woman said, whom shall I bring up for you? He said, bring up what? Samuel. You know, Samuel was already dead. Samueli alikuwa tayari ashakufa. So akasema, ite kwa wafu, muite kwa wafu, Samuel akuje. Verse number 12. Look at this. And when the woman saw Samuel, kwa hiyo kio ya wachawi, akaita Samuel, Samuel kuja, Samuel kuja. So akaona spirit ya Samuel inachomoka. So when she saw Samuel, she screamed. She said to Saul, why have you deceived me? For you are Saul. Wenjo Saul mwenyewe. So, you know, akaona, akajua, huyu mtu kumbinjie Saul, mimi uko hatari. Listen, the king said to her, be not afraid. What do you see? Unaona nini? The woman said to Saul, I see a God. I told you the other day, you are gods. Amemwambia wakati mwingine Don't nyinyi die ni like miungu. men. Sife kama watu wa Don't kawaida. die like men. Hallelujah. And then she said, a God coming up out of the earth. Hallelujah. Now, number 14. Is it 13? 13. The king said to her, okay, 14. He said to her, in what form is he? And she said, an old man comes up covered with a mantle. And Saul perceived or understood that it was who? Samuel. And he stooped with his face to the ground. Akainama sasa. Akajua niko kwa shida. And made obedience. Now, and Samuel said to Saul, why have you disturbed me to bring me up? Saul answered, I'm bitterly distressed, for the Philistines make war against me, and God has departed from me and answers me no more, either by prophets or by dreams. Therefore,
I have called you that you may make known to me what I should do. Listen to Samuel. Samuel said, why then do you ask me, seeing that the Lord has turned from you and has become your enemy? The Lord has done to you as he said through me he would do. For he has torn the kingdom out of your hands and given it to your neighbor David. Because you did not obey the voice of the Lord or execute his fierce wrath upon Amalek, therefore the Lord has done this thing to you this day. Now listen to this. Moreover, the Lord will also give Israel with you into the hands of the Philistines. And tomorrow you and your sons shall be with me here. Mutakufa. The Lord also will give the army of Israel into the hand of what? Of the Philistines. Number 20. Then immediately Saul akafanya nini? Akaanguka chini. Akakuwa kama mtu anakufa. Mwanamke akamwambia hapana, usikoko kunikufia hapa. Unakuwa kunikufia hapa na maana gani? Read. Then immediately Saul fell full length upon what? The earth floor of the medium house ndani ya nyumba yake, and was exceedingly afraid because of Samuel's word. There was no strength in him, for he had eaten nothing all day and all night. Utakulaji hakuna amani. 21. The woman came to Saul, and seeing that he was greatly troubled, she said, hakuna kunikufia hapa. Hallelujah. Amen. Hakuna kufanya nini? It's no dying in my Unakujaje house. kukufa hapa kwa nyumba yangu? Hakuna kukufa hapa. Leo ugali utakula na bado utarudi kwa nyumba yako, na Wafilistini mutakutana ama namna gani? Amen. Hey, sema oh. Zambe na mekali kali na moto. Hallelujah. Now, Sasa this is the conclusion. tamatisho liko hapa. We have seen two kings. Tumeona maisha ya wafalme wawili. When Saul was called, Wakati Sauli aliitwa, he said, alisema hivi, I can't be king. siwezi kuwa mfalme. I'm a Benjamite. Mimi ni Benjamini. And also in Benjamin, Na katika kabila ya Benjamin, my family is the smallest. familia yetu ndiyo ndogo zaidi. If we talk about the kingdom, Tukiongea kuhusu ufalme, we talk about big tribes. tunaongea kuhusu hizi kabila zingine We kubwa don't talk kubwa. about Benjamin. Hatuongei kuhusu Benjamini. We are too small Sisi ni watu wadogo to sana lead Israel. kuongoza taifa The la house of Israeli. my father Nyumba ya baba yangu is too small hata pia ni dogo to sana lead Israel. kuongoza Israeli. So when we talk about the kingship, Sasa tukiongea kuhusu ufalme, don't talk about me. usiongee kuhusu mimi. Despite when he was small, Licha ya kwamba wakati alikuwa mdogo, God chose him. Mungu alimchagua. I turn to you now. Sasa narejea kwa When you were small, wakati ulikuwa mdogo, God chose you. Mungu alikuchagua. When you were a nobody, Wakati haukuwa kitu God chochote, chose you. Mungu alikuchagua. When that day you were sick, Siku ambao ulikuwa a mgonjwa, baby in the hands of your mother, ukiwa mtoto mikononi mwa mama some yako, kids got sick together same day with you. watoto wengine ile siku ulikuwa mgonjwa pia waligonjeka They died. na wakafa. You didn't die. Wewe haukukufa, God healed you. Mungu akakuponya. When you didn't know yourself, Wakati haukuwa unajijua, He protected you. akakulinda. When the witches of the village Wakati wachaji wa huko came kwenu against you, walikuja kinyume na wewe, God fought for you. Mungu akakupigania vita Without your knowledge, bila wewe He kujua, protected you. akakulinda wewe. And then small, Alafu kidogo kidogo He started bringing you up. akaanza kukujenga, You became a man. ukakuwa mwanaume mkubwa. You became a Hawa woman. ule mwanamke huko siku ya leo. Today here you Leo are. umefika hapa. People can respect you. Watu wanaweza kukuheshimu. People can salute you. Watu wanaweza kupigia saluti. People can honor you Watu wanaweza because kuheshimu God protected kwa you. sababu Mungu alikushughulikia The same way He did for Saul. vile alifanyia Sauli. But when he became big, Lakini wakati alifanyika mtu God mkuu, sent him in a mission. Mungu akamtuma kwa kazi. Here we are in a mission. Hapa tuko kazini, We are on earth tuko hapa duniani in a mission. katika wito na We are kazi. not here by chance. Hatuko hapa kwa bahati We are mbaya, here in a mission. tuko hapa katika wito wa One kazi. day Siku moja we shall be called tutaitwa to give account peane hesabu of our management. ya ile kazi And tulifanya, that day, na ile siku when you are called wakati to utaitwa give account, utoe hesabu, your uncle
mjomba wako will not be there. hata simama pale. Your auntie Yule shangazi will yako not be there. hata simama pale. Your boss will not be Mkubwa there. wako hata simama. Your money will not be there. Pesa yako haitaweza kukua pale. No member of the family will be there. Hakuna mojawapo wa jamii yako You atakuwa will pale. be called to give account. Peke yako utaitwa kutoa hesabu. That's why the Bible says, Sababu Biblia inasema judge yourself jihukumu so that God will not judge you. ndiposa Mungu asikuhukumu. If you don't judge Wako yourself, basi utajihukumu. God will judge you. Mungu atakuhukumu. What is happening here? Mambo gani yanafanyika hapa? When he became big, Wakati alikuwa mtu he mkubwa went after cows akaenda kutafuta mang'ombe instead of respecting badala ya God. kuheshimu Mungu. Samuel told him, Samueli akamwambia, when you are too small, wakati ulikuwa mdogo, when you are useless, wakati ulikuwa burebure, when you are unknown, wakati haukuwa when unajulikana, you are going in the search for donkeys, wakati ulikuwa unarandaranda huku ukitafuta in kondoo the na bush, kule kichakani, when you are broke, wakati ulikuwa una chochote, even without penny in your pocket, hata bila pesa yote mfukoni, the day you came to see me, siku ambayo ulikuja kuniona, it is your servant si ni mtumishi wako who brought out something ambaye alichomoa kitu because mfukoni you are broke. kwa sababu wewe hukuwa na chochote. Today, Leo God has chosen you, Mungu amekuchagua, given you the kingdom. sasa akana kupewa ufalme. All the cows of Israel, they are in your hands. Ng'ombe zote za Israeli ziko mikononi mwako. Why disobey God? Mbona ukose kumtii Mungu? Now, Sasa the second king mfalme wa pili is in the bush, ako kule kichakani. is reddish in the skin, Yeye ngozi yake imekuwa nyekundu nyekundu, with good eyes, lakini macho ya kupendeza. is forgotten Huyu amesaulika in the bush. kule kichakani. When big family meetings are called, Wakati mikutano mikubwa ya familia he is inafanyika, not called. yeye hakuna kuitwa. When the prophet comes, Wakati nabii anakuja, he is not even remembered. yeye hata kukumbuka wakumbuku. He is in the bush. Yeye ako kichakani. God takes him, Mungu anamchukua, lift him up. anamuinua, He becomes kings. anakuwa mfalme. When he becomes king, Wakati anakuwa mfalme, element number one, kitu ya kwanza, where is the ark of my God? je, sanduku la agano la Mungu wangu liko wapi? Point number two, point number one, Jerusalem. Ya kwanza Yerusalemu. Point number two, Ya pili, where is the ark of my sanduku God? la agano la Mungu wangu liko Point wapi? number three, Alafu ya tatu, where shall he be worshipped? yeye ataabudiwa I have to wapi? build him a house. Lazima nimjengee nyumba. This is the first human being Huyu ni mwanadamu wa kwanza on duniani earth katika to come dunia up with the idea kuja na wazo that God can be built a temple. ya kwamba twaweza jengea Mungu hekalu. Wow. Praise the Lord. The first human being Mwanadamu wa kwanza to duniani think in his mind kufikiria katika mawazo that yake we can build a temple ya kwamba twaweza jengea Mungu for the hekalu Almighty kwa God. ajili ya huyu Mungu mkubwa. Listen, people, Sikieni watu wa Mungu. what is November? Novemba ni nini? It is about the beauty of God. Ni kuhusu urembo na uzuri wa It's Mungu. about what God has done in our Ni lives. kuhusu matendo ya Mungu ndani ya maisha When yetu. I was bure, Wakati nilikuwa when bure, I was useless, wakati nilikuwa bure, when people could not look at me, wakati watu when wangeniangalia, people could not value me, wakati watu wangeweza when people could not even value my kunithamini, family, wakati wangethamini familia yetu, God has done it for me. Mungu amenitendea. Today I go to places, Leo naenda mahali I'm received with red carpet na napokelewa kwa zulia around nyekundu the world. katika dunia yote. I'm honored, Nimeheshimika, I'm respected, nimeheshimika, put in 5 stars hotels nikiwekwa katika hoteli za around nyota the 5 world katika dunia yote, with respect. katika heshima na You taadhima. go to airport, Naingia katika uwanja you wa ndege, find men and women unapata wanaume na wanawake waiting for you wa kusubiri with flowers. na maua. Hey, come on, man. Watu, There is a day kuna siku I could walk ningetembea without shoes bila viatu preaching the gospel. nikihubiri Injili. I have to look back Lazima niangalie into nyuma what God has done. katika mambo ambayo Mungu amefanya, Ama namna gani? si ndio? Yes. Oh yes. You don't look back. You say, me, I'm powerful. Nasema mimi ni wa I'm Mungu. not like other people. Mimi si kama wengine. I'm Mimi dangerous. ni hatari kwa I laana. know how to do Mimi business. najua jinsi ya kufanya I don't biashara. know how to do politics. Ama Mimi namna gani? siasa naielewa. In school, I was always number A, class Kule A. shuleni nilikuwa daraja la kwanza. Remember Kumbuka where God kule ambako Mungu has brought you from. amekutoa. When we talk about November, Wakati naongea kuhusu what Novemba, do we mean about November? tunamaanisha nini? We are not talking about the possibilities. Tunaongea kuhusu No, mauwezekano. no. We are talking about putting things aside
because of mighty God. Tunasema kuweka vitu kando kwa ajili ya Mungu mkubwa. Atuongee kwamba upate na nafasi. Oh, yes. Hakuna mambo ya nafasi. Ni mambo ya wewe una create nafasi. Oh, yes. Unasema hii ni November. Kama kazi yako inaisha 4 Yes. ama 5, unaanza mbio. Kama una gari, unakimbia. Yes. Kanzu inafunika kwa kichwa kama ya Daudi. Unakutana na watu barabarani. Yes. Wanakuuliza unaenda wapi? Unaambia naenda kwa Mungu wa majeshi. Waabudu. Hii ni November. Hallelujah. Nenda kumwambia Mungu asante. Yes. Kama ni matatu unaingia kwa matatu. Unaambia mtu ya matatu, please ongeza speed. Oh, matatu yangu haijaja. Ni watu wangapi unataka kuongeza ili ijae? Oh, kuna kosa watu wawili. Mimi nitalipia wale watu wawili. Twende haraka. Na dereva matatu anakuuliza na wewe unaenda wapi? Unamwambia mimi naenda, this is November, I'm going to do retrospective. Naenda kutazama nyuma. Wow. Hallelujah. Ama namna gani? Namna hiyo mchungaji. Vile njoo watu wa Mungu walifanya mambo. That's how people of God did. Vile njoo watu wa Mungu walifanya mambo. Hallelujah. Praise the Lord. Siku ya shida unaanza kubabaika. Oh, niliambiwa kuna mganga Kiambu. Oh, niliambiwa kuna mganga Korokocho. Oh, niliambiwa pale kwa kona kuna Mtanzania mpya aliingia. Oh, siku ya shida Daudi alisema, wache mimi nianguke kwa mikono ya Mungu wa majeshi. Hallelujah. That's the child of God. Huyu ni mtoto wa Mungu. Mtoto wa Mungu akimbiake mbele ya uso wa Mungu. You don't run away from the face of God. Au kimbii utoroke uso wa Bwana. Because God is everywhere. Kwa sababu Mungu yuko kila mahali. You enter in the sea, He is there. Wewe ukijaribu kuingia baharini utampata So huko. a child of Kwa hivyo God mtoto wa Mungu will go on his knees ataenda kwa magoti and say, God, na aseme, Mungu, this is December. huyu ni Disemba. I've not been faithful. Sijakuwa mwaminifu. This is December. Hii ni mwezi wa 12. I've been a thief. Nimekuwa mwizi. This is December. Mwezi wa 12. I've spoken evil words. Nimeongea maovu. I've used my mouth, Nimetumia kinywa my changu, tongue, ulimi to wangu speak rubbish. kuongea Things takataka. that give you glory. Vitu ambavyo That's why I'm coming. ndio nakuja. God of the Bible. Mungu wa Biblia. This is November. Hii ni Novemba. When I look back, Ukiangalia nyuma, I repent natubu for the good things kwa vitu vyema that I did ambayo nilifanya in November. mwezi wa 11. I ask you, God, Maana to nakusihi give me even more strength unipe nguvu na that zaidi I become better, nipate kuwa bora better, bora and better, na bora zaidi and better. na bora zaidi.